Hii ni MTV1 online kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo tukiwatangazia kutoka Kirumba, mtaani Lubero, jimboni Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo tukiwa tarehe 6 mwezi Mei mwaka 2025. Jina langu ni Jean-Paul Sikiminywa. Taarifa yetu ya habari itaweza kukodolea macho huko Uvira, Kivu Kusini, mashariki mwa DRC, ambako tuarifiwa kwamba mapigano makali imeripotiwa kati ya wapiganaji wa Zalendo na wapiganaji wa M23 AFC. Mkoani Ituri, jeshi la Uganda UPDF likiendelea kuchukua vijiji kutoka kundi jipya la waasi wanaokuwa chini ya uongozi wake Bwana Thomas Lubanga. Haya na mengineyo yanakujia, usiondoke. Taarifa hii ya habari inaanzia huko Uvira, Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako tuarifiwa kwamba mapigano makali imeripotiwa kati ya wapiganaji wa Zalendo na wapiganaji wa M23 AFC. Mapigano ambayo yashuhudiwa kuwa makali katika sehemu mbalimbali katika vijiji mbalimbali ambavyo vipo karibu na mji wa Uvira, vijiji vya Katogota na Kamanyola. Mkoani Ituri, jeshi la Uganda UPDF likichukua vijiji kutoka kundi jipya la waasi wanaokuwa chini ya uongozi wake Thomas Lubanga. Constant Sambagalwa yuko mjini Bunia mkoani Ituri. Ndio, ni tangu jana siku ya kwanza ndio wajeshi na wapiganaji wa Uganda UPDF waliingia huko Chomia, kisha pambano kali kati ya jeshi FARDC na wapiganaji wa CRP ya kundi la Bwana Thomas Lubanga. Na hiyo kufika kwao iliweza kabisa kushangiliwa na wakazi pale Chomia, wale waliokuwa wakiwazia kwamba usalama yao unaendelea kuzorota kufatana na ukosefu ama kutokuona majeshi ya Uganda huko kwao. Na hayo maeneo ya Chomia yalikuwa yakidhibitiwa na nani? Ni vijiji mbalimbali kama vile Nyamamba, Jo, Torges na miji kando za ziwa Albert ndio zilikuwa zikidhibitiwa na wapiganaji wa CRP, na jeshi FARDC ilikuwa ikifanya kabisa msako kila siku kwa ajili ya kuboresha amani huko. Chomia iko katika wilaya gani ama territory gani? Chomia inapatikana katika wilaya Jugu, katika territory ya Jugu, katika sultani ya Bahema Banywaji. Na hivi wakati tunazungumza hali ikoje? Kwa sasa wa UPDF wameendelea kuonekana huko na wanajiandaa kushimika kambi yao kando ya miji mbalimbali ambazo zilikuwa zikipata shambulizi ya wapiganaji mbalimbali. Lakini sasa UPDF ni jeshi la Uganda na ndilo linakuja kuleta usalama upande wa Kongo. Inamaanisha kwamba huko hakuna jeshi la serikali FARDC? Kunapatikana jeshi la serikali, jeshi FARDC, lakini kwa kuona majeshi ya Uganda wanaonekana huko ni kufuatana na makubaliano ambao walikamata na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Donc inaonekana kwamba rais wa Uganda Museveni na rais wa Jamhuri ya Kongo Felix Tshisekedi waliweza kamata makubaliano mwa fulani, na ni ile ambayo imeacha wameonekana huko Chomia, na hatujui kwamba hatujui kwa sasa kama watakamata namna gani, kwani jeshi imekuwa ikiweza kupambana na watu wale wa Thomas Lubanga. Alafu bwana Thomas Lubanga ambaye ni kiongozi ya watu wale amepatikana huko Uganda. Ni swali kubwa ambayo watu wamekuwa wakijiuliza. Na taarifa nyingine za maendeleo zikoje? Taarifa nyingine ni kama hapa mjini Bunia, mabarabara mbalimbali ambazo zinapatikana kwenye makota mbalimbali kama vile quartier Lembabo, quartier Sayo, quartier Njibe. Hiyo barabara zimeharibika kabisa, na kila siku wakazi wamekuwa wakilia waweze kutengeneza kwa haraka hizo barabara. Hasa kunakuwa kukionekana mavisa za maajali mbalimbali, watu wameumia, magari zimeanguka, alafu imeleta kabisa hofu. Watu wamekuwa wakilalamika na kuomba serikali iweze kuangalia kitu cha kufanya kwa ajili ya kusaidia maisha ya watu. Tukumalizia, hao wapiganaji wa CRP ambao wanatokea Uganda sasa wameelekea wapi baada haya mapigano? Alafu unajua baba, ni watu wa CRP ni watoto wa mjini, watoto wa Chomia, watoto wa maeneo mbalimbali. Wao wameelewa kabisa mjini hao, wameelewa mahali ambapo wamekuwa wakiishi. Na huko kuna mavijiji mbalimbali ambazo zimekuwa katika kando la ziwa Albert, na wao wamekuwa huko kabisa, wanakuwa wakiresist, wanakuwa wakifikia katika nguvu yao.
kwa ajili ya kuweza kupambana na kutetea maisha ya watu wanakuwa kikimbia. Sasa Chonya watu wanakuwa hawafanyi kazi kama vile zamani. Samaki ilikuwa kutoka kwenye ziwa Albert inakuwa inapanda bei hapa mjini Bunia, watu kukula samaki inakuwa kabisa vigumu. Wafanya biashara wale ambao wanakuwa wakijielekeza Uganda wanakuwa kabisa katika hali ya ukosefu wa usalama. Shukrani sana Constant Sambagalwa kwa ripoti hiyo kutoka huko mjini Bunia huko Ituri. Katika wilaya ya Lubero, jimboni Kivu Kaskazini, wakazi wakilalamikia hali ya kiutu na kiusalama, hasa waliokimbia vijiji vyao, wakiomba suluhisho kuhusu mgogoro kati ya M23 AFC na serikali ya Kinshasa. Kwa kweli ndani ya Lubero ni maisha mbovu. Wakazi wa Lubero wanaishi kama wafungwa. Wanaishi kama wafungwa, tena wafungwa wa Kikongomani, kwani ndani ya Lubero vijiji vingi havina tena masomo, watoto hawaende shule, barabara ziko chakavu na zingine barabara zinafungwa, watu wanakimbizwa huko na kule, nyumba zinabomoka, hamuna msaada wowote ule. Kwa chakula inapanda, kwani barabara nyingi ambazo zinaweza kuleta chakula ambazo watu walikuwa wanapitia kwenda shambani zinafungwa. Waliokuwa wafanya biashara hawana ruhusa ya kufanya tena biashara yao, kwani kupita ndani ya barabara, kwa mfano watu kutoka ndani ya Lubero kusini kwenda Butembo ndiko walikuwa wanafanya biashara, kufika Lubero, kufika Butembo kuombe Mwenyezi Mungu kusudi uweze kufika ndani ya Butembo. Na ikiwa utatosha biashara Butembo ukaweza kupita kwa zile barabara za pembeni unalipishwa ushuru. Kwa kweli watu wakazi wa Lubero wako ndani ya shida kubwa sana. Inakuwa kama ni wao ndio waliweza kualika vita iweze kuwafikia. Na watu wa maeneo haya wamechoka na vita, lakini inakuwa kama vile hakuna njia za kushuka kwenye bahari ambapo nini kinahitajika zimefungwa ni silaha hizo zinarindima na kuingia kwenye bahari. Hautaweza kuingia kwenye bahari, kwani unaogopa unaweza kuangukia ndani ya mikono ya wamiliki wa silaha. Sasa nini kinahitajika? Nini inahitajika? Kwa kweli ni wimbo wa kila siku wa miaka rudi ambao mkaaji aliomba wa maeneo haya amani. Ikiwa watu wanaongelea amani, yeyote mwenye kumiliki silaha aweze kuweka silaha yake chini, aache kupiga masasi, kwani wa Afrika na Wakongomani wangeinga mfano wa wale ambao wanatengeneza hizo silaha. Wanaotengeneza hizo silaha watu wa Marekani, wa Urusi, wa China. Kwa nini wao hawezi sikia China watu walikimbia na silaha? Hautasikia watu Marekani waliuana na silaha. Kwa nini sisi wa Afrika tuweze kuona damu yetu kama vile damu ya China, damu ya chawa, tuwe tukiuana masilaha kila kukicha? Kuna wengine waliomba kwamba kuwe na exoneration ama waache kulipisha watu kodi kwa sababu wamepitia vita, na wengine mauaji yale ya Beni. Wakati wa maeneo haya mbele ya yote wanaomba wawe ndani ya salama, na wakisha ingia ndani ya salama, hivyo vyote serikali ni baba yao, aonekane mbele ya watu kuwa yeye ni baba. Kwa kweli utalipisha hata mtu asiyesikia huruma, utalipisha watu wa maeneo haya, tena utawalipisha kodi. Namna gani watu wakihangaika? Kwa nini tuweze kuondoa moyo wa kimutu tuingize moyo wa nyoka? Huku raia wa kabila la Wambuti wakiomba kushirikishwa katika mchakato wa amani na usalama, hasa usalama katika misitu yao, akisema mmoja wao ambaye tumezungumza naye kwa njia ya simu. Mimi ni Kambuti Mboni Sahel, nikiwa mwongozi wa Wambute. Nataka hivi, sisi Wambute tumehama makazi yetu, tunakimbia ngambo na ngambo. Tunahitaji kwenye mazungumzo ambao wako wanazungumza waelewane vizuri, vita iishe.
Ile ndio tunahitaji, kwa maana walishaua watu wengi wamekufa. Wazungumuze vita iishe kabisa, turudi kwetu. Wewe umekimbia kutoka wapi? Mimi nimekimbia kutoka Ruchuru, eneo la Bambu. Na hali ikoje ukiangalia kwa jumla maisha ya Wambuti ambao wanalazimisha kukimbia makazi yao? Wambuti wameteseka sana, tena zaidi. Wamwa wako kusektere ya Wapiri, wengine wako Walikale, wengine wamisha hangaika ovyo ovyo kumapori. Ndio mimi nimesema paka mimi baki hapa Lubero ku territoire. Na ukiangalia nyinyi mumehasirika vipi na hivi vita na machafuko mashariki mwa Kongo ambavyo imefanya muda mrefu? Tumeshateseka sana, mpasha habari. Kivipi kwa mfano? Tunakosa chakula, tunakosa mavazi, tumekosa kila kitu. Tumeathirika sana na vita kwa kukosa mavazi, chakula, mambo kaza wa kaza yote tunayakosa. Tumekosa usalama wa moyo. Tumepata habari kwamba mahali mlipotokea bado mapigano yanaendelea kati ya M23 na wazalendo. Mna hizo taarifa? Ndio, eneo za Kabizo, Butare, eneo za pale Buhambi, ile maeneo yote kabisa kuna saini ni makali kabisa. Na mnafikiria nini kinaweza kufanyika? Tunahitaji waache vita, wasitishe mapigano. Huyo alikuwa ni mtu wa kabila la Wambuti, alikuwa akieleza na MTV kwa njia ya simu. Wakati hayo yakiarifiwa, jeshi la Kongo DRC FARDC limewaokoa watoto waliotekwa na makundi yenye silaha na wengine kutoka mikono ya ADF. Pepe Kavota ni mkuu kiongozi wa shirika la raia katika mji wa Beni. Hiyo ni kweli, jana ndipo jeshi ilitupokeza watu wakubwa 10. Ndani yao kuna wanawake 3 ambao walikamatwa na wa ADF katika Mayangose ya ndani. Kumeisha mwezi moja na waza walitokea ngambo mbalimbali. Wengine watokea ngambo ya njia ya Kamango, wengine Ringeti. Walikuwa wakitembea na wale maadui katika pori. Ndio jana watupatia nao wamerudi nyumbani, na tuko tunaalika raia iweze kuwapokea, sababu ndugu zetu ambao walikamatwa porini na kubebwa na hao maadui. Na wengine kikundi ni watoto wadogo ambao walipatia shirika la raia. Hao walitoka katika makundi ya watu ambao wanakuwa tunaita ma groupe armé za Kongo ngambo ya Lubero. Ndio nao tuliwapokeza MONUSCO protection de la femme, na protection de la femme ya MONUSCO iliwapatia shirika moja au organisation moja ya société civile ambayo inatumika sana na watoto katika mji wa Beni. Baadhi yao wanasemaje hao watoto? Wao walikuwa wanatumikishiwa na hao magrupu arme, wao wanakuwa huko Lubero. Mingi walisema walitoka katika grupu moto naita Yira, ndio waliwakamata na kinguvu kuwatia katika hiyo grupu arme ambayo inazuru na tembea huko ngambo za Lubero. Na wewe binafsi ukiangalia, watu wengi wanasema kwamba wameorozeshwa katika ADF kwa kingufu katika makundi ya wapiganaji. Pengine mnaweza omba serikali ifanye nini kuhusiana na ulinzi na usalama wa wakazi? Unajua, mwandishi wa habari, mpashaji wa habari, ni kwamba serikali ya kwetu inapasha faa juu chini. Leo tangu miaka 3 kuna operation kati ya jeshi la Uganda na jeshi la Kongo, wanapima kabisa kusaidia raia, na ndio maana hata watu yuko wanatoka porini ambao walikuwa mbebwa na ADF. Lakini sasa wengi wangali huko porini, wengi wangali wanateswa porini. Ndio maana jeshi letu au guvernema ya kwetu inapasha faa juu chini kuweza kumaliza hiyo mambo, kwa sababu watu wengi wameteswa, watu wengi wamefariki na hao maadef. Huyo alikuwa ni Pepe Kavota, mkuu kiongozi wa shirika la raia katika mji wa Beni. Ni hayo kwa siku ya leo. Niite Jean-Paul Sikiminywa kutoka Kirumba, Lubero, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunawashukuru wote waliohamasika kwa kukusanya habari hizo, na mnaweza kusikiliza habari hizi kupitia redio zetu shirika na kupitia mitandao ya kijamii kwa jina la MTV1 online popote ulimwenguni. Kwaheri ya kuonana.